Haleluya, mtu wa Mungu unayenitazama sasa, Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nitoe ufafanuzi kidogo juu ya hiki kilichoandikwa hapa. Nataka nitoe ufafanuzi kwa sehemu juu ya kilichoandikwa hapa. Maandishi yanasomeka hivi kwamba usichanganye dini na siasa. Usichanganye dini na siasa. Sasa haya maandishi yanayosema usichanganye dini na siasa ni maneno ambayo yamekuwa yakitoka kwa viongozi wetu wa serikali yetu hii, ya kwamba ninyi viongozi wa dini msichanganye dini na siasa. Kuhusu tunu nyingine muhimu, nayo ni kutokuchanganya dini na siasa. Kivunja tunu hii, gharama yake tutaiona. Wakiwa wanamaanisha kwamba dini na siasa ni vitu ambavyo havitakiwi kuchangamana, havitakiwi kuwa pamoja, havitakiwi kuwa sehemu moja. Sasa kwa sababu hiyo kumbe ni kosa kubwa mwanadini kwenda kujiunga na siasa, kwenda kupiga kula. Ni kosa kubwa. Kwa nini? Kwa sababu anakuwa ameisha changanya dini na siasa. Sasa mtu wa Mungu yoyote, Mkristo yeyote unayenisikia, Mpentekosti, Mloma, nini, Muanglikana, Muassemblies, yoyote yule, ili mradi tu ni Mkristo unayenisikia, ikiwa tu unawaza kwenda kupiga kula au unaenda kupiga kula, unataka ukapige kula, mimi nasema kwamba kwa maelezo hayo ya usichanganye dini na siasa, wewe tayari unakuwa umeshamkosea Mungu, kwa sababu unakuwa umechanganya vitu visivyotakiwa kuchangamana. Unakuwa umechanganya vitu visivyotakiwa kuchangamana. Sasa mtu wa Mungu, ninakutahadharisha ya kwamba jambo hilo laweza kuwa dhambi au ni dhambi, au laweza kuwa dhambi, kwa sababu utakuwa umechanganya kitu kisichotakiwa kuchanganya na dini. Mfano, muziki ya Bongo Flava ni kitu ambacho hakitakiwi kuchanganya na dini na imani, hakitakiwi kuchanganya na imani. Kwa nini? Kwa sababu ni haramu. Sasa hata kama siasa imekuwa ni haramu, kwa sababu viongozi wetu tunawatii wanasiasa, viongozi wetu wanasiasa tunawatii sana, kwa lile andiko la kwamba tiini kila mamlaka iliyowekwa, kwa sababu hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Kwa hiyo hawa viongozi wetu wamekuwa wakituambia mara nyingi sana kwamba tusichanganye dini na siasa, na ndio maana nimeandika ujumbe huu na kuwasihi walokole wenzangu, wa Pentekosti wenzangu, ya kwamba tusichanganye dini na siasa, kwa sababu tusije tukakosa kumuona Mungu kwa kuchanganya dini na siasa. Neema Yesu Kristo iwe juu yako na Mungu akubariki sana. Amen. 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 Amen.